Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Katika mwendelezo wa agizo hilo, Kanisa la Waadventista ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ECD limeanza mkakati mpya wa kuongeza wigo wa kazi ya Injili kwa kugawa maeneo ya utume kwa ufanisi zaidi wa kiutawala pamoja na ule wa kiroho. Katika makala ya wiki hii kupitia Mbiu ya Kusini, tunakuletea simulizi kutoka Bagamoyo mkoani Pwani, mahali ambapo historia mpya imeandikwa kwa kuzinduliwa field mpya iitwayo East Coastal Tanzania Field. Mimi ni Mbonea Daniel, karibu. Tunaanzia Bagamoyo mkoani Pwani ambapo tukio la kihistoria limefanyika, uzinduzi rasmi wa East Coastal Tanzania Field. Tukio hilo limehudhuriwa na viongozi wa kiserikali pamoja na viongozi wale wa kanisa kutoka ngazi mbalimbali. Ushiriki wa pamoja wa waumini na viongozi ni ishara ya mshikamano. Mkuu wa wilaya ya Bagamoyo aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Pwani alifurahishwa na kuelezea furaha yake kwa kuwa miongoni mwa waalikwa katika hafla hiyo. Mimi binafsi na wana Bagamoyo, baada ya kupata taarifa hii, tumejawa na furaha sana. Na tumejiuliza maswali mengi kwa sababu tumekuwa na matukio ya karibu mwezi mzima mfululizo, matukio ya neema kama hili la leo. Na tunajiuliza tuna baraka gani kwa Mwenyezi Mungu, kwa tunawashukuruni sana. Kama mtakumbuka, siku kadhaa zilizopita wenzetu Kanisa Katoliki walizindua jimbo jipya la Bagamoyo. Lakini jana nilishiriki harambee kule Diamond Jubilee ambako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa mgeni rasmi. Wenzetu wa Rufeli walikuwa wanafanya harambee ya ujenzi wa kituo kikubwa cha watoto wenye mahitaji maalum, lakini na chenyewe kinakuja kujengwa Bagamoyo. Na leo Baba Askofu mnakuja kuzindua jimbo jipya la Pwani ya Mashariki, ambapo nimesoma ile barua ya mwaliko, makao makuu yanakuwa Bagamoyo. Aidha, alieleza kuwa hatua ya kanisa kuwasogezea waumini huduma ni jambo la heri, huku akiahidi ushirikiano wa serikali na kanisa kwa manufaa ya jamii. Hii ni sera ambayo tumekuwa sisi kama serikali tukipigia kelele, kusogeza huduma kwa wananchi. Kitendo hiki Baba Askofu, mnasogeza huduma kwa wananchi. Na kusogeza huduma kwa wananchi, kwetu sisi serikali tunajua kazi kubwa mnazozifanya. Kwa tunaamini tunakwenda kunufaika na huduma za karibu ambazo kanisa litakuwa linatoa kwa waumini wake. Kwa hiyo tunawashukuruni sana. Tunaendelea kuwaombea sana. Najua ni mchakato, ili mchakato uweze kukamilika vizuri. Lakini kubwa zaidi Baba Askofu, nataka nikuhakikishie sisi kama serikali tumewapokea. Tumewapokea kwa mikono miwili. Na najua mchakato huu kuna maeneo pia tutahitajika. Nataka nikuhakikishie kwamba ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkurugenzi, tuko tayari kushirikiana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba mchakato huu unakwenda vizuri sana. Mchungaji na Daktari Musa Mitekaro, katibu mkuu wa Division ya Afrika Mashariki na Kati, aliyemwakilisha mwenyekiti wa ECD, akatangaza rasmi uzinduzi wa field hiyo. East Coast Tanzania Field chini ya uongozi wa Dr. Blasius Ruguri kama kiongozi wa division, mumekidhi viwango vya kuwa field. Kwa niaba ya Dr. Blasius Ruguri, mwenyekiti wetu wa division,
natangaza kwamba tangu leo hii mmekuwa filled kwa kukidhi vigezo vya Kanisa la Waadventisti wa Sabato ulimwenguni. Mchungaji huyo alisisitiza kuwa ukuaji wa kanisa haupaswi kuwa wa kimwili tu, bali kiroho pia, huku akitoa wito kwa kuwa na makanisa yaliyo hai kiimani. Tunafurahi sana katika uzinduzi wa East Coastal Field hapa Bagamoyo. Sio field hii tu, katika Tanzania nzima kwa ujumla. Tumekuwa na field tulizozindua huko Tuku. Sasa tumekuwa na field hii hapa Stum. Muna attached territory ya kule Zanzibar, na field pia zingine ambazo ni za majaribio. Kama wasipofanya vizuri, hatutavumilia kwamba waendelee kuwa field za majaribio tu. Hapana, hilo halikubariki. Ni pale ambapo watafanya kazi, kuwe na ukomavu wa kiroho, ukuaji wa washiriki, wapande daraja, wawe field inayojitegemea, ndipo hapo tutashangilia. Especially kuona membership inaongezeka. Na hilo nalo nimetoa tahadhari sana kwamba hatuzungumzi tu juu ya kuongeza washiriki. Tunataka hali ya kiroho iwe nzuri makanisani. Hiyo ndio hata furaha ya mbingu. Waongeze washiriki, sawa, ni habari njema, lakini hali ya kiroho iwe nzuri katika makanisa yetu. Kwa kweli hilo ndilo namba moja. Kwamba tulete washiriki, lakini taswira ya kanisa na washiriki, ile sura ya Yesu Kristo ionekane ndani ya washiriki. Hapo ndipo tutasema kanisa hili limekuwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa ECD nzima tunashukuru Mungu, ukuaji ni mzuri. Tunawashiriki kwa ripoti tuliokuwa nayo, tunawashiriki zaidi ya milioni 6. Actually, kama tutachukua statistic vizuri tukizipokea ni zaidi. Kwa hiyo kanisa linakuwa sana ECD. Kwa upande wake mwenyekiti wa field hiyo mpya, mchungaji Emmanuel Andrew, aliwashukuru waumini kwa kujitokeza katika ibada ya kwanza na kutoa wito wa mshikamano ndani ya field hiyo. Ni field ambayo imeanzishwa hivi karibuni, na hata sasa ninapoongea ina siku moja tu, maana imezinduliwa jana. Na kwa namna ya kipekee sana leo Sabato nzuri, tumeabudu hapa Tasuba kwa mara ya kwanza kama Sabato ya kwanza tukiwa kama field. Na washukuru na kuwapongeza waumini na washiriki wote ambao wameweza kufika katika Sabato hii ya leo. Tulitegemea kwamba kuwa na makanisa mengi na tulitamani kuwa na ibada ya kipekee, lakini basi kwa kuwa tunajua ya kwamba majukumu mengine yanaendelea huko makanisani, na tumekumbuka kuwa pia tumekuwa na mahubiri makubwa yaliyomalizika hivi karibuni, tunaamini bado batizo zinaendelea huko makanisani, na hivyo basi tunaamini ya kwamba wale waliofika katika Sabato ya leo wametuwakilisha vyema na jina la Bwana litukuzwe. Kimsingi ni kwamba kazi ya kanisa ni utume. Field, conference, union ni mipaka ya kiutendaji, lakini wito wetu mkuu ni utume. Na hivyo mimi kama mwenyekiti wa East Coastal Tanzania Field ninatoa rai na wito kwa washiriki na waumini wote wa field hii, maeneo ambayo yanajenga field hii, kwamba kazi yetu na wito wetu ni kuendeleza kile ambacho tumekuwa nacho. Ikumbukwe ya kwamba tumekuwa na conference moja ya ECT, na kwa kuwa tumekuwa na mipango na mikakati mingi tangu tukiwa conference moja, na sasa tumegawanyika, utume wetu ni ule ule ambao tunauendeleza, kuhubiri, kutangaza neno la Mungu, kuendelea kulea washiriki wapya,
na kuhakikisha ya kwamba yale yote yanayotakiwa kwa ajili ya kupeleka habari njema ya ufalme kwa watu wote inaweza kukamilika. Aidha, ameeleza kuwa kutakuwa na ushirikiano wa karibu kati ya field mpya ya ECF pamoja na ile ya ETC, hasa kipindi hiki cha maandalizi ya mikutano ya makambi. Basi ni watakie makambi mema. Najua tuko kwenye msimu wa makambi na tutaendelea na makambi yetu. Wengine wameanza kuhofu kwamba sasa tumegawanywa. Je, makambi yetu itakuwaje? Na niseme hili pia hata kwa wachungaji kwamba bado tunazidi kusonga mbele. Makambi yetu tutafanya kwa ushirikiano kama ambavyo yalikuwa yamepangwa. Makambi yanayoangukia field yetu, hata kama ni mchungaji ambaye alikuwa amepangwa pengine kwingine kule, lakini ratiba inasoma atakuwa huko kwetu, bado mkurugenzi ataendelea kuyaratibisha kwa namna ambayo ni ya kipekee, ili tuhakikishe kwamba makambi yetu yatakwenda kwa uzuri. Kwaya zilizokuwa zimealikwa kuhudhuria kwenye makambi, pengine sasa umeangukia upande wa huku na ulialikwa upande wa kule, bado haimaanishi ya kwamba utahitaji voti mpya. Yako mambo ambayo tumeyaruhusu na kukubaliana na uongozi na viongozi wenzangu kwamba hayo tutaruhusu yaendelee tu kama ambavyo yalikuwa yamepangwa. Naamini ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi katika field hii, na ninaamini ya kwamba kwa umoja wetu na mshikamano wetu tutasonga mbele. Katibu wa field hiyo, Mchungaji Paul Semba, alitoa muktasari wa idadi ya makanisa, mitaa na waumini wanaounda field mpya. Jimbo hili kwa sasa limesimikwa, maana limesimikwa tarehe 6 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025, likiwa na jumla ya mitaa 38 na jumla ya makanisa 117 yenye waumini zaidi ya 38,000. Mwanzo huu ni mkubwa sana katika mwanzo wa field inapokuwa imeundwa, ambako ninatazamia baada ya kipindi fulani kazi ya Mungu itakuwa imeongezeka, idadi ya mitaa, nazungumzia idadi ya makanisa, lakini na waumini ambao idadi yao ndio inafanya kanisa na mitaa kuongezeka. Wakurugenzi wengine wa field hiyo akiwamo Mchungaji Methuela Masunga na Mchungaji Lupakisio Makasweswe walizungumza juu ya matarajio yao na mipango ya kazi katika kuendeleza huduma ya Injili. Ni mimi sasa kama mkurugenzi wa wakili kama eneo jipya la kazi tutakuwa na mambo ya kujenga ofisi. Kama eneo jipya la kazi tutakuwa na kuhamasishana kwa nguvu, hasa kwenye mambo ya uwakili. Wakili ni eneo pana sana. Wakili linatazama fedha, ndio injini ya kazi. Kwa hiyo ninaamini kwamba kupitia ushirikiano ambao mimi binafsi nitaupata kutoka kwa wachungaji wa mitaa na makanisa. Mimi sio mgeni kwenye maeneo haya, hasa upande wa ECF nimepita maeneo mengi. Kwenye makanisa tumejifunza wakili kwa pamoja tangu nikiwa mchungaji wa mtaa. Kwa ninaamini mapokezi yao kwangu kama mkurugenzi wa wakili bado yatakuwa mazuri na tutafanya kazi kubwa kwa pamoja. Tunamwomba Mungu atusaidie. Mikakati mikubwa ya vijana zaidi ni kuongoza katika utumishi, kuwa vijana ambao wanampenda Mungu, vijana ambao wanaongoa wengine kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Tunahitaji kuboresha huduma za muziki katika ibada zetu. Mungu alafu muziki. Unaona? Mungu, muziki. Unajua mbingu zilipoumbwa uliimbwa muziki. Kwa hiyo tunataka muziki wa ibada ambao unampendeza Mungu. Miongoni mwa waumini waliohudhuria, mmoja wao alieleza matumaini yake kwa uongozi mpya na imani yake kuwa kazi ya Mungu itazaa matunda. Nishukuru kanisa kwa kuona kwamba kuna haja ya kupanua kazi, na uzinduzi huu uliofanywa leo basi iwe ni sehemu ya kwanza ya kuhakikisha kwamba kazi inaenda kwa haraka zaidi. Ujenzi wa maeneo ya field hii mpya, mimi nilikuwa na shauri kwa viongozi wasije kuwa na wazo wa kuondoa Kiromo. Pale Kiromo eneo linatosha, watengeneze pale ofisi nzuri na ambapo patakuwa ni katikati, watu wa Chalinze, watu wa Dar es Salaam, watu wa Kibaha ni rahisi kuja pale, maana ni karibu na barabara, lakini pia miundombinu ipo. Katika kila hatua ya maendeleo ya kanisa, tunakumbuka kuwa si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali kwa Roho
yangu, asema Bwana wa majeshi. Na sasa tuelekee kule visiwani Zanzibar. Katika kilele cha maono ya kueneza ujumbe wa tumaini kwa kila kiumbe, kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya Kusini limeandika historia mpya kwa kuzindua rasmi field mpya ya Zanzibar Attached Field, kanda mpya ya utume inayojumuisha visiwa vya Unguja na vile vya Pemba. Uzinduzi huo ulifanyika Juni 5 mwaka huu visiwani Zanzibar, ukiwa ni sehemu ya mpango mpana wa kupanua huduma za kiroho na kijamii kwa wananchi wa visiwa hivyo. Sera ya utendaji wa ECD B65 inayoshughulikia suala la kugawanya taasisi za kanisa na inayoeleza vigezo na taratibu za kufanya. Kwa kuzingatia miongozo hii, tarehe 13 mwezi wa 3 2025, kamati kuu ya Southern Tanzania Union Mission ilituma tume maalum katika makanisa ya Zanzibar na Pemba kufanya uchunguzi wa uwezekano wa maeneo haya kuwa field. Baada ya tume hiyo kufanya kazi yake, ilitoa taarifa yake kwa kamati kuu ya Union, na kamati kuu iliridhia pendekezo la tume kwamba eneo la Zanzibar na Pemba liweze kutengwa kutoka East Tanzania Conference na kuwa field, na kupendekeza kuwa jina lake litakuwa Zanzibar Attached Field. Kwa kuzingatia sera ya utendaji wa division, kamati kuu ya utendaji wa Southern Tanzania Union Mission ilipeleka pendekezo hilo kwa kamati kuu ya East Central Africa Division, na baada ya kupokea maombi hayo, kamati kuu ya division iliteua tume maalum na kufanya tathmini ya pendekezo na kufanya kazi pendekezo hilo. Ndugu Katibu Mkuu, ninayo furaha kutoa taarifa kwamba timu ya uchunguzi wa division Afrika Mashariki na Kati iliridhia na kupendekeza kuwa kamati kuu ya utendaji ECD kwamba field mpya iweze kuanzishwa katika eneo hili. Kwa mujibu wa takwimu na mwenendo wa ukuaji wa huduma ya Injili, uanzishwaji wa field hii ni matokeo ya ongezeko la waumini na ongezeko la uhitaji wa huduma za kiroho, kijamii na kiutawala. Akizungumza katika uzinduzi huo, katibu mkuu wa division ya Afrika Mashariki na Kati ECD, mchungaji na daktari Musa Mitekaro, alieleza kuwa uanzishaji wa Attached Field ni hatua ya kimkakati kufanikisha ndoto ya kuwa na muundo rasmi wa uongozi na utendaji wa kazi za kanisa visiwani humo. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amesaidia kazi hapa Zanzibar. Historia inaonyesha kwamba Injili inakwenda vizuri. Kwa hiyo hitaji ni kubwa sana la kuwa na ofisi ya kufanyia kazi. Na nadhani tuwapongeze Union kwa kuwa na njozi hizi za kuanzisha ofisi hapa. Iwe ni Attached Field au trial field. Aliongeza kuwa hatua hiyo inaendana na muundo wa kanisa la Waadventista, ambapo maeneo huanza kama Attached Field kabla ya kuwa field kamili, kulingana na ukuaji wa huduma na idadi ya washiriki. Katika utume lazima muanze na kitu fulani. Mtoto hazaliwi tu na kutembea. Ni policy ya kanisa Seventh-day Adventist kuwa na Attached Field. Attached Field ni eneo ambalo linakuwa chini ya, linaweza kuwa hata chini ya division. Mfano, South Sudan ilikuwa Attached Field ya ECD. Attached Field inaweza kuwa chini ya Union. Attached Field inaweza kuwa chini ya General Conference. Sasa hivi MENAM, hiyo ni ya Egypt, Middle East, ni Attached Union ya General Conference. Kwa hiyo ni kitu cha kisera kikanisa, sio kitu kwamba
wameanzisha kitu kipya kinakubalika. Daktari Michekaro aliwahimiza viongozi walioteuliwa katika Zanzibar Attached Field kuhakikisha wanafanya kazi kwa bidii, weledi na maombi ili kutimiza kusudi la Mungu katika eneo hilo. Lakini kusudi lake kubwa, Attached Field ikue, ifikie mahali pa kujitegemea. Kwa hiyo tunategemea Attached Field hii ya Zanzibar kwa muda wake itafikia iwe field. Lakini sio tu kujivunia kwamba iwe field, ni furaha yetu kwamba wafanye kazi ili tupate habari njema kwamba kazi inafanyika maeneo ya Zanzibar, Unguja na Pemba. Katika tukio hilo pia viongozi mbalimbali wa serikali walishiriki, akiwamo Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Mudrik Ramadhani, ambaye alionyesha furaha yake kwa namna kanisa hilo limeendelea kukua na kutoa mchango katika maendeleo ya jamii visiwani humo. Kama tunavyofahamu, Wasabato wamekuwa ni sehemu ya jamii ya Zanzibar kwa muda mrefu sana, na waumini ambao wanaishi katika visiwa vyetu hivi hawakuwa na jimbo lao mahususi ambalo wanaweza kuratibiwa shughuli zao ama shughuli za kanisa kwa ujumla. Lakini kutokana na kuendelea kukua kwa idadi ya waumini, lakini vile vile idadi ya matukio ama shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na kanisa, viongozi wa kanisa wameona umuhimu wa kusimika sasa jimbo hili la Zanzibar, ambapo leo hii ndio utaratibu huo utaendelea. Na kipekee nichukue fursa hii kwanza kabisa kuwashukuru sana uongozi wa kanisa, lakini vile vile kuwapongeza kwa hatua hii muhimu na ya kihistoria, ambapo kwa mara ya kwanza sasa Zanzibar itakuwa imepata jimbo lake ambalo linatokana na kanisa hili. Waziri huyo alisisitiza kuwa uwepo wa Zanzibar Attached Field utaongeza ushirikiano kati ya taasisi za kidini na serikali katika kuimarisha huduma za elimu, afya na ustawi wa jamii. Lakini kanisa la Sabato vile vile tunaona kwamba wanakuwa wako karibu sana na jamii, na mimi nimekuwa ni shuhuda namba moja, kwani nimepata fursa mbalimbali kushirikiana nao katika matukio mbalimbali ama katika majukwaa mbalimbali, na kuona zile shughuli ambazo wanazifanya, ikiwemo katika masuala ya afya, masuala ya elimu, masuala ya huduma za maji. Mambo yote haya sio kawaida kuona makanisa yakiwa yanafanya shughuli kama hizi katika jamii. Kwa hiyo utofauti huu ambao umejionyesha kwa upande wa kanisa, kwa upande wa serikali unatupa faraja kubwa sana, sababu tunaona kwamba tuna mbia wa moja kwa moja ambaye tunaweza kushirikiana naye na ambaye anaendana moja kwa moja na malengo na mikakati ya serikali hii ya 800, ambapo dhana yake kubwa ni kuhakikisha kwamba inaboresha huduma za kijamii kwa wananchi wake. Kwa hili ni jambo jema, ni jambo zuri, ni jambo ambalo tumelipokea kwa mikono yote miwili, na tuko tayari kama serikali kuendelea kushirikiana na uongozi wa kanisa, lakini vile vile uongozi huu mpya wa jimbo la Zanzibar. Nimepata fursa ya kuzungumza na mteule ambaye atakuwa anasimamia hapa, na amenieleza mikakati yake mikubwa 4 ya mwanzo ambayo anadhamiria kuanza kuitekeleza, ikiwemo katika swala zima la ujenzi wa shule ambayo itakuwa inatoa mafunzo ya ufundi stadi ama technical vocational school, na tunaamini kwamba tukiweka mfumo huo wa elimu ndio chachu hasa ya kutatua changamoto kubwa ya ajira. Kwa hiyo hili ni jambo zuri, na nimemwahidi mhusika kwamba kama serikali tutatoa ushirikiano wa hali ya juu sana kuhakikisha kwamba shule hiyo ya aina yake itasimama. Kwa upande wake, katibu mhazini wa Zanzibar Attached Field, Elda Azaria Sanga, alieleza kuwa moja ya mikakati mikuu ni kuanzisha miradi ya jamii ambayo itagusa maisha ya watu, ikiwamo huduma za afya, elimu na uhamasishaji wa vijana. Ninaitwa Azaria Sanga, ni katibu mwazini katika field hii mpya ya Zanzibar Attached Field. Mpango wa kazi ni kukamilisha wito wa utume kwa kanisa letu, hasa ambao tunauitikia kama Kristo mwenyewe alivyolipatia kanisa lake.
lakini zaidi kukuza huduma za kijamii katika maeneo haya ili watu waone mkono wa Kristo ambao ukigusa mahitaji yao mbalimbali pia katika mahitaji yao ya kijamii. Kwa hiyo kimsingi tuko hapa kuangalia ni nini kanisa linaweza kufanya kwa jamii ya watu wa Zanzibar katika visiwa hivi viwili, na ni namna gani kama kanisa tunaweza tukashiriki katika kuwabariki watu hawa wanaoishi katika maeneo haya. Washiriki wa kanisa kutoka maeneo mbalimbali ya Zanzibar pia walipata nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu uzinduzi huo, wakionyesha furaha na matumaini ya kuwa na uongozi wa karibu utakaoimarisha huduma za kiroho na kijamii. Kwa majina naitwa Sifaeli Emilio Samuel Mdota, nimetokea katika kanisa la Jumbi SDA katika mtaa wa Kusini Unguja. Leo nina furaha kubwa kwa sababu katika Zanzibar inatengwa kwa field na hakuna kitu ambacho nilishawahi kufikiria. Kwa hiyo hata ikiwa imeshatengwa kwa field, najua injili itasonga mbele na tutakuwa imara, na pia tunawakaribisha na wengine katika makanisa mengine na sehemu mbalimbali kushiriki katika siku hii ya leo, na itakuwa ni siku ya pekee na itakuwa ni siku yenye furaha. Katika kilele cha hafla hiyo, ofisi za Zanzibar Attached Field zilifunguliwa rasmi, hatua inayoweka msingi wa kudumu kwa huduma za kanisa visiwani humo. Kwa sasa Zanzibar Attached Field ina jumla ya makanisa 12 ikiwa na jumla ya washiriki takriban 2907, huku mpango kabambe ikiwa ni kuongeza idadi hiyo kupitia mikutano ya injili, makambi ya vijana na huduma za kijamii zinazolenga kuibua matumaini mapya kwa Wazanzibari. Hii ni hatua nyingine ya ushuhuda ya kwamba injili bado ina nguvu ya kufika kila kona ya dunia, kuanzia Bagamoyo, Unguja na Pemba na hadi mataifa mengine.